Labda nianze kwa kusema ya kwamba kukua kiroho ni mchakato unaodai nidhamu yako binafsi. Kukua kiroho ni mchakato unaodai utii wako binafsi. Kukua kiroho inahitaji personal dedication. Kukua kiroho inahitaji personal dedication. Ujitoe binafsi kuelewa nini maana ya kukua kiroho, na uelewe ni hatua zipi za msingi ili mtu akue kiroho, na uelewe ni kwamba ni vitu gani vinabadilika mtu anapokuwa kiroho. Kwa hiyo somo langu la leo tutastiki hapo kuangalia kukua kiroho na viashiria vinavyoelezea kwamba huyu mtu amekuwa kiroho. Kwa kwanza na kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wake ni ule wa 17. Andika, itakusaidia kama unanisikiliza lakini huku unaandika. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wake ni ule wa 17. Maandiko matakatifu anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yanakuwa mapya, au yamekuwa mapya. Nini maana yake? Ni kwamba kama maisha ya kiroho yanahesabika ni kiumbe kipya, maana yake mtu anapobadilika kutoka kwenye utu wa dhambi na kuanza kumuishi Mungu, maana yake huyu mtu akipata wokovu tunasema kwamba amekuwa kiumbe kipya. Nini maana ya kuwa kiumbe kipya? Maana yake kimezaliwa upya, kinahitaji mchakato wa ukuaji, kinahitaji kipite hatua kwa hatua. Kwa wale wazazi na wale watu ambao tuna wadogo zetu au tumeona kwa wake zetu, tumeona kwa ndugu wanaotuzunguka, mtoto anapozaliwa kuna hatua za ukuaji ambazo anazipitia, na kila hatua ina mata, kila hatua ni ya muhimu kwenye zoezi la ukuaji. Sasa sitaelezea sana ni namna gani mtu anakuwa kiroho, lakini nataka nikimbie kwenye dalili za mtu aliyekuwa kiroho anakuaje. So tunakubaliana kwamba kama kuna kiumbe kipya, maana yake kinahitaji kukua. Tunakubaliana kwamba kama kuna kiumbe kipya, maana yake kinahitaji kukua, na mahitaji ya muhimu kwa kiumbe kukua, au kama ni kichanga, kinahitaji maziwa ya mama. Kitakapofika umri fulani kitaacha kutumia maziwa, kitahitaji vyakula fulani vilaini laini, uji na vitu vingine vidogo vidogo. Baada ya hapo atahitaji kula vyakula vigumu. Hitaji la umri, lakini pia hitaji la mfupa. Mtu anakula chakula kigumu kwa sababu ya umri alionao na nguvu za mfupa. Mfupa unahitaji ukusanye madini mengi ili kufanya mwili kuwa na nguvu. Kwa hiyo kadhalika na mtu kwenye maisha ya kiroho anakuwa na hizo stage. Kuna wakati, kuna aina ya mafundisho mtu anapewa kulingana na mwanzoni alivyoingia kwenye wokovu. Kuna aina ya mafundisho ambayo anayapata, Paulo aliyaita maziwa ya watoto wachanga. Kuna namna anaendelea kukua huyu mtu, anapata aina ya tofauti ya vyakula. Kuna aina mpaka inafika sehemu anabadilika kutoka kwenye hali ya kuwa mtoto mdogo na kuwa mtu mzima, kwenye hali ya kuwa mtu anayekula na hali ya hadi kufikia kwenye hali ya kuwa mtu anayetafutia wengine ili na wenyewe wale. Ndio maana ya kukua katika maisha ya kiroho. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na mstari wa 11, Paulo anaonyesha kwamba kama mtu hata kuwa kiroho, kuna maeneo matatu yanaathirika. Paulo anatufundisha ya kwamba kama mtu hata kuwa kiroho, kuna maeneo matatu makubwa yanaathirika. Eneo la kwanza ni eneo la usemi, eneo la pili ni eneo la ufahamu, na eneo la tatu ni eneo la fikra au uwezo wa kufikiria. Kama mtu hata kuwa kiroho, kuna maeneo matatu yanaathirika. Eneo la kwanza ni eneo la usemi, eneo la pili ni eneo la ufahamu, eneo la tatu ni eneo la fikra au unazungumza nafsi. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na mstari wake ni ule wa 11. Kabla sijaendelea, kiwango chako cha kusema kinaamuliwa na ukuaji wako kwenye maisha ya kiroho. Kiwango chako cha ufahamu kinaamuliwa na kiwango chako cha ukuaji kwenye maisha ya kiroho. Umekuwa kwa kiasi gani, tutatambua ufahamu wako jinsi unavyofanya kazi. Unaongeaje, tutatambua ya kwamba umekuwa au haujawa kiroho. Unafikiriaje, tutatambua ya kwamba umekuwa au haujawa kiroho. Kwenye eneo la usemi, Paulo alishawahi kumwambia Timotheo, naanza hapo kabla sijasoma ile andiko la Wakorintho wa kwanza
sura ya 10. Okay, anyway, nisome Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11. Maandiko matakatifu nasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Paulo anasema hivi, kuna hatua inaitwa hatua ya mtoto mchanga. Kwa hiyo ukiona mtoto mchanga anayemzungumzia hapa sio mtoto aliyezaliwa kwenye tumbo la mama, anazungumzia mtoto mchanga katika maisha ya neema ya wokovu, mtoto mchanga katika maisha ya kumjua Mungu. Kwa sababu ingekuwa ni mtoto mchanga yule wa kuzaliwa, asingesema nilisema kama mtoto mchanga, maana mtoto mchanga hasemi kwa ujumla. Asingesema nilifahamu kama mtoto mchanga, kwa sababu mtoto mchanga hafahamu kwa ujumla. Asingesema nilifikiri kama mtoto mchanga, kwa sababu mtoto mchanga hana fikra kwa ujumla. Isipokuwa anazungumza mtu mzima katika umri wa kawaida, lakini mchanga katika maisha ya kiroho. Anasema ukiwa mtoto mchanga katika maisha ya kiroho, utasema kama mtoto mchanga katika maisha ya kiroho, utafahamu kama mtoto mchanga katika maisha ya kiroho, lakini pia utakuwa na fikra kama mtoto mchanga katika maisha ya kiroho. Na kuwa mtu mzima katika maisha ya kiroho hakuamuliwi na umri ulionao sasa, miaka, numbers, I'm talking about number. Hakuamuliwi na umri ulionao, lakini utu uzima kwenye maisha ya kiroho ni mchakato unaodai utii wa wewe kujifunza neno la Mungu, ni mchakato unaodai utii wa wewe kushiriki ibada, ni mchakato unaodai utii wa wewe kushiriki maombi, ni mchakato unaodai utii wa wewe kushiriki jumuiya za watu walioamini, upate muda wa kujifunza maneno ya Mungu. Ndio maana ya kukua, au ndio maana ya mchakato unaomsaidia mtu kukua. Kama hayo mambo machache niliyoyataja, jumlisha na mengine mengi, hayataendelea katika maisha yako ya kiroho, hautakuwa na muda wa maombi, hautakuwa na muda wa ibada, hautakuwa na muda wa kujifunza neno la Mungu, hautakuwa na muda wa kushiriki na wenzako katika shughuli tofauti tofauti za kiroho. Kaa ukielewa maeneo makubwa matatu yataathirika kwenye maisha yako. Eneo la kwanza ni eneo la usemi. Unabidi upate watu ambao utasema nao lugha moja, na sio lugha inayopimika kwa maneno ya kibinadamu, ni lugha ya imani, lugha inayozalishwa kwa imani. Upate watu ambao itakapotokea mazingira magumu wana uwezo wa kusema ya kwamba hapa tuna uwezo wa kuvuka. Upate watu ambao zitakapotokea changamoto na adha kubwa waweze kukwambia kwamba hapa tunavuka. Upate watu kanisani ambao wana uwezo wa kusema ya kwamba kanisa letu ni dogo, lakini ijapokuwa tuko wachache, tuna uwezo wa kulitanua jengo na tukaongeza na viti ndani yake. Upate watu ambao watasema usemi wa imani. Paulo alishawahi kumwambia Timotheo katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, akamwambia Timotheo maneno haya ya kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo katika usemi. Utaona Paulo anadai kwamba Timotheo atafute namna usemi wake umtambulishe ya kwamba huyu kijana amekuwa katika imani. Ndio maana kuna mahali katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 Paulo anamwambia Timotheo uungame maungamo makuu kama Kristo Yesu alivyoungama maungamo makuu mbele za Pontio Pilato, akiwa na maana uwe na sababu ya kukiri ya kwamba Yesu anaweza mahali popote. Usemi wako umtambulishe Mungu ya kwamba anaweza kufanya mambo makubwa. Usemi wako umtambulishe Mungu ya kwamba ana uwezo wa kufanya kila kitu. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Mungu. Kwa hiyo Paulo anajaribu kumtafakarisha Timotheo na kumwonyesha ya kwamba usemi unaweza ukawa ni kielelezo cha maana sana katika maisha yake ya kiroho, na usemi utamtambulisha Timotheo na kuonyesha umma ya kwamba amekuwa katika imani, amekuwa katika maisha ya kiroho. Kwa hiyo usemi ni eneo ambalo lina uwezo wa kutusaidia kutambua ya kwamba wewe umekuwa kiroho au haujawa kiroho. Namba 2, ufahamu. Upeo wako wa kutambua mambo yanayomhusu Mungu, upeo wako wa kuelezea mambo yanayomhusu Mungu, upeo wako wa kuchanganua mambo yanayomhusu Mungu. Ukiulizwa nini maana ya maombi, upeo wako wa kuchanganua nini maana ya maombi, ufahamu ulionao kuhusu maombi unatosha kutuambia ni kwa kiwango gani
umekuwa mtu mzima wa kiroho au bado mtoto mchanga wa kulishwa maziwa. Tunapozungumza neno la Mungu, ufahamu ulionao kuhusu neno la Mungu unatosha kutuambia ya kwamba you are not matured enough in the grace of God or you are still a young one. Ufahamu ulionao kuhusu sadaka na zaka, ufahamu ulionao kuhusu mambo tofauti tofauti. Sikiliza, Yeremia alishawahi kusema katika kitabu cha Yeremia sura ya 9 na mstari ni ule wa 22, 23 na 24. Anasema hivi, waambieni wenye akili wasijisifu kwa sababu ya akili zao, waambieni wenye hekima wasijisifu kwa sababu ya hekima zao, waambieni matajiri wasijisifu kwa sababu ya utajiri wao, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu ananijua mimi na kunifahamu. Oh my God, ananijua na kunifahamu. Maana yake ni kwamba ufahamu wako kuhusu Mungu unatosha kutuambia ya kwamba you are now matured enough in the grace of God. Umekuwa vya kutosha katika neema ya Mungu. Kwa hiyo una kazi ya kusafiri na kutanua wigo wa ufahamu kumuhusu Mungu. Una kazi ya kusafiri ya kutanua wigo wa ufahamu kuhusu Mungu. Kwa hiyo kiwango chako cha ufahamu kuhusu Mungu kitaamua maeneo mengi sana ya maisha yako ya kiroho kuwa active. Kwa mfano, eneo la ibada linakuwa active kama unamjua Mungu, unamfahamu Mungu. Ndio maana ugomvi mkubwa wa Paulo na watu wa Areopago kule Athene, Efeso, alipoenda Matendo ya Mitume 17 akakuta watu wameandika kwa madhabahu ya Mungu asiyejulikana, kwa Mungu wasiomfahamu. Maana yake hawana ufahamu juu ya Mungu wanayemwabudu. Paulo akawaambia, nataka niwafundishe habari za Mungu ambao ninyi mnamwabudu bila kumjua. Maana yake ufahamu matters a lot in the kingdom of God. Ufahamu matters a lot in the kingdom of God. Ufahamu ni wa muhimu sana katika ufalme wa Mungu. Unafahamu nini kuhusu Mungu itaamua pia ya kwamba ufanye vitu gani kwa namna gani, uabudu kwa jinsi gani. Ufahamu. So ufahamu wako kuhusu Mungu ni sehemu ya msingi sana ya kukuelezea kwamba umekuwa kiroho au haujawa kiroho. Kwa hiyo kwa haraka haraka tuna maeneo matatu ambayo Paulo anatufundisha kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na mstari wa 11, ambayo yana uwezo kukuelezea kwamba umekuwa kiroho au haujawa katika neema. Umekuwa katika neema au haujawa katika neema. Kwa sababu gani nazungumza kukua katika neema na natumia neno kukua katika neema mbadala wa neno wa kukua katika kiroho? Kwa sababu Petro anajaribu kutuonyesha katika Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18, anasema kwamba mkue katika neema na katika kumjua Bwana. Kukua katika neema. Kwa hiyo kukua kiroho moja unakuwa katika kukua kiroho moja unakuwa katika neema. Kukua katika neema maana yake ni kukua katika wokovu, kulielewa jema na baya, kuachana na jema, kuachana na baya, kuambatana na jema. Ndio maana ya kukua katika neema. Ndio maana Tito 2:11 anasema neema ya Mungu imefunuliwa, inatufundisha kukataa ubaya na inatufundisha kuishi maisha ya utauwa, inatufundisha kukataa maisha maovu, inatufundisha kuishi maisha ya kiasi. Kwa hiyo kukua katika neema ni kukua katika uwezo wa kulielewa baya na kuachana nalo, na kukua katika uwezo wa kulielewa jema na kuambatana nalo. Naomba niweke sawa hapa. Kukua katika neema au kukua katika wokovu au kukua kiroho, Petro wa kwanza sura ya 3 Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18 anasema kuweni katika neema na katika kumjua Mungu. Sasa nazungumza kukua katika neema. Okay. Kukua katika neema maana yake ni nini? Tito 2:11 anasema neema ya Mungu iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa uovu, kukataa ubaya, kukataa dhambi, kukataa nasa, na inatufundisha kuishi kwa kiasi, kuishi maisha ya utauwa, maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo maana yake kukua katika neema ni kufikia kiwango cha kulielewa baya na kuachana nalo, na kulielewa jema na kuambatana nalo. Ndio maana ya kukua katika neema, kufikia kiwango cha kutambua ya kwamba hili ni baya, unaachana nalo, na kutambua ya kwamba hili ni jema na unaenda nalo. Ndio maana ya kukua katika neema. So Paulo anatufundisha, Petro anatufundisha kwamba kukua kiroho ni kukua katika maeneo mawili: kukua katika neema na kukua katika kumjua Bwana au kumjua Mungu.
Twende taratibu. Unapokuwa katika neema na unapokuwa katika kumjua Mungu, maeneo matatu yanaathirika kwenye maisha yako. Eneo la kwanza ni eneo la usemi, eneo la pili ni eneo la ufahamu, na eneo la tatu ni eneo la fikra au nafsi. Thank you Holy Spirit. Okay, nataka nimzungumzie Petro na Paulo. Petro anatufundisha ya kwamba kuna kukua kwenye maisha ya kiroho, na kukua huko ni kwa aina mbili, sawasawa na Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Anazungumza kukua katika neema na kukua katika kumjua Bwana. Na nikasema kukua katika neema ni hali ya uwezo wa kulijua jema na kulifanya ni hali na uwezo wa kulijua baya na kuachana nalo. Hiyo ni kukua katika neema. Ni sawasawa na Tito 2:11 inavyosema ya kwamba neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya, lakini pia inatufundisha kuishi maisha ya utauwa na kiasi. Kwa hiyo ukikua katika neema, neema inakufundisha kukwambia kwamba hili ni baya. Unapokuwa katika neema, neema inakwambia kwamba hili ni jema, na haishii hapo. Neema ikishakwambia hili ni baya, neema hiyo hiyo inakupa nguvu ya kuachana nalo, na ikishakwambia hili ni jema, neema hiyo hiyo inakupa nguvu ya kufanya lililo jema.